السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, ndugu zangu Waislamu, leo nawaletea mada adhimu, mada nzuri, na isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa sana ambayo unakwenda kuipata siku ya leo. Leo tunakwenda kuwazungumza wanyama watatu wenye kuleta baraka na kheri katika nyumba, na wanyama wawili wenye kuleta mikosi na nuksi katika nyumba. Ni vyema ukasikiliza darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu huenda wanyama hawa ukawa nao nyumbani kwako, lakini ukashindwa kuelewa kama hawa na misingi gani au hawa na faida gani. Na huenda ukawa unawafuga nyumbani kwako bila kuelewa kama hawa sio wazuri kuwafuga, ama hawa wanaita nuksi na mikosi katika nyumba. Kwa hiyo ni vyema ukawafahamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukaweza kuwaelewa na mwenyewe ukaamua sasa kipi mkifanya katika wanyama hao. Kwa hiyo ni darasa ambalo ni zuri sana, lisikilize kwa makini sana ili uweze kupata faida hii biidhnillahi taala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kabla sijawaleta wanyama hao, ni wakumbushe ndugu zangu katika imani, kwa wale ambao wanapita katika channel yetu hii lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe, kwa sababu faida yake watapata darasa hizi kwa wakati, utazipata hizi mada kwa wakati kwa wao kusubscribe channel yetu hii. Lakini vile vile tusisahau kushare video zetu hizi kwa watu wengine, ili faida hizi inshallah wakaweza kuzipata na watu wengine. Itakuwa na wewe umesaidia kusambaza watu wengine wakapata faida kama hizi ambazo leo tunakwenda kuzileta biidhnillahi taala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tukaangalie sasa wanyama hawa watatu ni aina gani. Inawezekana katika nyumba yako unao ama unawafuga lakini mwenyewe hujielewi, au inawezekana katika nyumba yako unawaona mara kwa mara wanakuja lakini mwenyewe kawa huelewi hawa ni ishara ya nini, kwa nini wanakuja, ukawa huelewi katika hilo. Kwa hiyo ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukaweza kuelewa ni wanyama wa aina gani ambao leo tunakwenda kuwaeleza hapa biidhnillahi taala, uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Na wale ambao wanahitaji namba ya simu mara kwa mara wanapiga tuma message utaka namba ya simu, wengine wasikilize mpaka mwisho ya saa zetu hizi. Siku zote wanahitaji mapema sana namba hii ya simu, ambao ni 0788905151, na Vodacom ni 0793052052. Twende tukaanze kuwataja wanyama wale watatu wa kheri, ambao hawa ukiwaona basi nyumba yako ina kheri na faraja katika nyumba yako ukiwaona wanyama hawa watatu. Wa mwanzo kabisa an-nahlu, nyuki. Ukiona nyumbani kwako nyuki wamejenga katika nyumba yako, aidha wamejenga kwa nje ama wameingia ndani katika nyumba yako, basi tambua kuna kheri kubwa sana katika nyumba hiyo, kwa sababu nyuki kazi yake ni kutengeneza asali ambayo ndani yake ina shifaa, ina ponyo na ina faida kubwa sana kwa mwanadamu. Kwa hiyo ukiona siku yote nyuki wamejenga katika nyumba yako ama umeingia katika nyumba yako ndani wakajenga katika nyumba yako, basi furahi kwamba nyumba yako ina kheri, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatia baraka katika nyumba hiyo yenye mdudu huyo aina ya nyuki ambaye ameingia akawa amejenga au ameweka makazi katika nyumba yako hiyo. Huu ni mnyama wa kwanza ambao ukimuona basi utambue kwamba nyumba hii ina kheri, nyumba hii ina baraka, lakini kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala mdudu huyo ambaye ni wa kwanza tumesema hapa an-nahlu, maana nyuki. Mnyama wa pili ambaye huyu watu wengi tunamfuga. Kuna mtu mwingine anamfuga hali ya kuwa anaelewa, lakini mwingine anafuga kama kufuga lakini haelewi kwamba mnyama huyo anasaidia nini katika nyumba yake. Mnyama wa pili al-hammam, njiwa. Njiwa wanaita baraka na kheri katika nyumba, kama nyumba ina njiwa. Ndugu zangu, ni wanyama ni wadudu ambao kufuga sana hao Sheikh. Ni wanyama ambao Muislamu pendelea sana kuwafuga kuweka katika nyumba yako. Wana kheri, wana baraka katika nyumba. Kwa hiyo ukiona nyumba ina njiwa, ni nyumba hii hata mara nyingi hata malaika wanapenda sana kuvulia, kwa sababu ni wadudu ambao hata malaika wanawapenda sana njiwa. Kwa hiyo mnyama wa pili ambaye analeta kheri katika nyumba na baraka katika nyumba basi ni njiwa. Njiwa Sheikh, njiwa alhamdulillah ukiwa nao katika nyumba hawa basi kuna kheri kubwa sana na baraka nyingi zinapatikana katika nyumba hiyo ya yule ambaye anakaa nao wadudu hao.
Kwa hiyo mwingine anaweza akawa anawafuga bila kuelewa wana kazi gani, na mwingine anaweza anawafuga kama pambo tu katika nyumba yake. Mnyama wa pili ni njiwa. Na mnyama wa tatu al-qittat, bi maana paka. Na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapenda sana paka. Mtume alikuwa anapenda sana paka. Na hata siku moja alionekana mtume anatawadha maji ambayo kayaacha paka. Na alipoulizwa akasema huyu mnyama huyu sio najisi. Mtume katawadha maji ambayo paka kayanywa, alafu akaenda kana kuyatawadha maji hayo kuonyesha wazi kwamba mnyama huyu sio najisi. Kwa hiyo nyumba yenye paka, basi nyumba hiyo ina baraka na kheri katika nyumba hiyo. Lakini tu wasiwe paka mweusi, sababu paka mweusi mara nyingi anakuwa ni shaitani. Sisemi wote kama ni mashaitani hapa, lakini mara nyingi inakuwa hivyo. Ndio maana hata mtume ametuambia kwamba al-qalbu al-aswad shaitani, kwamba mbwa mweusi ni shaitani. Kwa hiyo hata paka mweusi na mbwa mwingine anakuwa mtihani sana. Hapa tunazungumzia paka weupe, paka wale wa rangi ya udongo, paka sio rangi ya kijivu na wengineo. Lakini ukiona paka leusi kabisa, huyo mtihani. Sina maana kama atakuwa ni shaitani, lakini mara nyingi paka mweusi anakuwa mashaitani. Kwa hiyo mnyama wa pili ni paka, mnyama wa tatu ni paka. Hawa ndio wale wanyama ambao wanaleta kheri katika nyumba. Twende sasa katika wanyama ambao hawa wanaleta balaa na mikosi katika nyumba kama utakuwa nao katika nyumba yako. Kwanza alfiru, panya. Ukiona nyumba yako ina mapaja mengi sana, sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwamba nyumba hii ina mitihani. Nyumba hiyo ina mitihani sana, yenye kuandamwa na mapanya sana. Kuna sehemu nyingine unakwenda wewe ukaa katika nyumba, yaani mpaka muda mwingine umelala kitandani mpaka yanakuangukia mpaka kitandani. Yaani muda wote. Sasa ukiona katika nyumba yako na hali kama hiyo, basi nyumba hiyo ina mitihani. Kuna nyumba inapanya sana, basi nyumba hiyo ina mitihani. Ni ishara ya nuksi, ni ishara ya mikosi katika nyumba hiyo. Mnyama wa pili bundi. Ukiona mara kwa mara bundi anakuja anatoka katika nyumba yako, huo ni mtihani sana. Ni ishara ya mikosi, ni ishara ya nuksi katika nyumba hiyo. Kwa hiyo hawa ni wanyama wawili ambao ukiwaona basi ni ishara ya mikosi, ni ishara ya nuksi, ambao ni bundi na panya. Lakini wale watatu tunazungumza ni wanyama ambao ukiwaona ni ishara ya kheri katika nyumba hiyo. Tukutane katika darasa lingine lijalo. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.